Je, wewe ni nani kwenye jamii? Nataka tuangalie siri ya kujitambua kijamii na kiasili. Social and cultural self-awareness. Kaa nasi hadi mwisho wa video hii ili upokee jambo. Karibu na usiende mbali. Watu wengi wanajua kujitambua kwenye hisia, kwenye mahusiano, kwenye tabia, lakini wachache sana wanajua kwamba kujua mizizi yako ya kijamii na kiasili kunaweza kubadilisha kabisa namna ya unavyojiona, unavyoishi na hata unavyoshirikiana na watu. Leo nataka tutembee kwenye safari ya ndani, safari ya kuelewa mimi ni nani katika jamii, katika utamaduni na katika historia ya mababu. Mada hii bado iko kwenye hiyo kurunzi ya maeneo ya kujitambua, areas of self-awareness, na tumeshachambua maeneo kama 7 hivi. Hili ni eneo la 8, kujitambua kwenye eneo la kijamii na kiasili, social and cultural self-awareness. Mada hii itakuwa na sehemu nyingi. Nikiangazia sehemu ya kwanza, nataka tujifunze nini maana ya kujitambua kijamii na kiasili. Kujitambua kijamii na kiasili ni uwezo wa mtu kuelewa nafasi yake katika jamii, tamaduni, mila na historia ya watu wake. So, ni kutambua kwamba sisi hatuishi kama visiwa. We are not islands. Tunaunganishwa na familia, ukoo, jamii na dunia pana. Kwa hiyo wewe unayenitazama, upo wewe kwa sababu ulizaliwa na wazazi, na hao wazazi pia walizaliwa na wazazi, na pengine hukuzaliwa mwenyewe, ulizaliwa na ndugu zako. Kwa hivyo hatuishi kama visiwa, tunaishi tukiunganishwa na jamaa, ukoo, familia kubwa, jamii na dunia kwa upana. Ili upate kujua maana ya kujitambua kwenye jamii na kwenye asili, nataka ujiulize haya maswali. Je, ni mila zipi zinazoathiri mtazamo wangu wa maisha? Je, ni vitu gani vinaheshimiwa sana kwenye ukoo wangu? Je, lugha yangu ya asili inanipa utambulisho gani? Je, sherehe na desturi zetu zinanifundisha nini kuhusu mimi? Ukishaanza kujiuliza haya maswali, umeanza kutembea na mimi kwenye hiyo njia ya kujitambua kiasili, ya kujitambua pia kijamii. Katika falsafa ya Kiafrika tunasema, mtu ni mtu kwa sababu ya watu, na huo ndio ubuntu. Hii inamaanisha utambulisho wa mtu unajengwa kupitia mahusiano. Na kizuri ni kwamba tulishawahi kuongelea mada ya mahusiano kwa wiki zilizopita. Na hayo mahusiano unayajengaje kwenye nyanja ya kijamii na kiasili? Lazima ujue maana ya kwamba hauishi peke yako au haupo vile ulivyo mwenyewe. Upo kwa ajili ya watu wengine. Lazima uwe na uwezo wa kuwajua watu wengine kwenye hiyo jamii yako, kwenye familia, kwenye ukoo. Kuna siri kubwa hapo kujibu hayo maswali niliyokutajia. Na katika hayo utaanza kupata kuelewa nini maana ya kujitambua kiasili na kijamii. Wewe ni nani kwenye hiyo jamii? Ni mambo gani yanayokuathiri kwenye hiyo jamii? Sherehe na tamaduni na mambo mengine yanayofanyika pale yanakutambulishaje? Lugha inakutambulishaje? Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ya mafundisho haya, nataka tuangazie umuhimu wa kujitambua kijamii na kiasili. Kila jambo linalofanyika, nishawaambieni, linakuaga na faida zake, linakuaga na umuhimu wake. Ili upate kujitambua, lazima pia uangalie, je, ninafaidi nini katika huu mchakato wa kujitambua kiasili au kijamii? Kujitambua katika eneo hili kunakupa nguvu ya kujua unatoka wapi na uko wapi na unaelekea wapi. Unaona haya maswali matatu? Huo ndio umuhimu. Umuhimu ni kwamba utajua wewe unatoka wapi
na uko wapi kwa sasa na unaelekea wapi. Faida zake kuu zikiwa kwamba hapa unajenga utambulisho imara na kujiamini. Pili, kuimarisha mahusiano na uwezo wa kushirikiana. Tatu, kulinda na kuendeleza utamaduni. 4, kuongeza ustawi wa kihisia, emotional maturity. Kukabiliana na changamoto kama ubaguzi na mgongano wa kitamaduni. Hata kwenye Biblia maandiko pale yanasisitiza kwamba waheshimu baba yako na mama yako. Yaani, heshimu ulikotoka. Usijump anza kuheshimu watu unaowasoma kwenye vitabu. Heshimu hawa waliokuzaa. Ukifanya hivyo, siku zako za maisha pia zitakuwa nyingi. Na hiyo heshima ni ishara ya kuheshimu chanzo, urithi na jamii kwa jumla. Maana chanzo chako ni hawa wazazi, chanzo chako ni hiyo jamii uliyozaliwa ndani, na hiyo ndio wewe. Kwa hivyo umuhimu ni kwamba weka heshima, elewa vizuri jamii yako na elewa ukoo wako, na pale utajikuta kwamba unaongeza ustawi wa kihisia na unaendeleza utamaduni pasipo maswali. Hiyo ni umuhimu wa kujitambua kijamii na kiasili. Sehemu ya 3 tunaangazia vipengele vya kujitambua kijamii na kiasili. Vipengele vya kujitambua kijamii na kiasili. Kipengele cha kwanza ni utambulisho wa kijamii. Huo utambulisho unaenda na neno kabila, lugha, jinsia, dini, tabaka, makundi ya kijamii. Hivyo vyote vinaathiri namna tunavyojiona na tunavyotendewa. Pointi ya pili pale ni utambulisho wa kiasili. Utambulisho wa kiasili unaenda na mila, desturi, historia ya mababu, sanaa, chakula, mavazi na ibada. Ibada hapa ni ceremony. Hivi vinajenga fahari na kuunganishwa na jamii. Asili inaunganishana na jamii. Social, cultural vinaenda kwa pamoja. Wewe una nafasi gani sasa? Nafasi ya mtu katika jamii ni yale mamlaka ulio nayo, fursa, rasilimali, elimu, jinsia na historia. Hiyo ndiyo nafasi ulio nayo. Nimekuambia siri ya kujitambua. Siri ni kwamba unaanza kujua mamlaka ulio nayo, fursa, rasilimali, elimu, jinsia na historia kwa jumla. Hapo ndipo masuala ya ukoloni, ubaguzi wa rangi na tabaka hujitokeza, ili uanze kujua okay, nabaguliwa na hawa maana mimi sio mmoja wao. Hawa hawanishirikishi maana hatuongee lugha moja. Hawa hawamefunga mlango maana mimi nina jinsia tofauti na hawa. Pointi ya 4 pale ni uhusiano na jamii. Wewe kuhusiana na jamii kuna vipengele kama familia, marafiki, majukumu na mchango wako kwa jamii. Katika Afrika mtu hutambulika kupitia mahusiano. Yaani pale sasa kuna familia yako, wewe ni mtoto wa familia gani? Wewe una marafiki wa aina gani? Hivyo vitu vyote vinaangaliwa. Una majukumu gani kwenye hiyo familia? Na wewe unatoa mchango gani kwenye jamii? Unaanza kutambulika kupitia hivyo. Kwa hivyo kujitambua kijamii na kiasili kunakupa uwezo wa kuanza kuelewa kama wewe unahusiana vipi na jamii. Jambo la 5, uhusiano na utamaduni wa asili. Utamaduni wa asili ikiwemo ardhi, mababu, maarifa ya jadi, tiba za asili, maadili ya mababu na mengineyo. Yaani unaanza kuwa na uhusiano bora na ardhi, udongo na mazingira kwa jumla. Unakuwa na uhusiano na mababu, unawajua mpaka kwa majina. Unaelewa ukoo vizuri. Unakuwa na maarifa ya jadi, ancestral knowledge. Unakuwa pia na uwezo wa kuelewa tiba za asili. Tiba za asili ni tiba iliyo imara kuliko hizi tiba za kizungu. Hayo yote yanatokana na uhusiano ulionao na utamaduni wa asili.
Jambo la 6, uwezo wa kuishi katika utamaduni mseto. Utamaduni mseto ni huu ambao watu wanajikuta kwenye culture nyingi au asili nyingi ambazo zinawafanya waanze kuchanganua ni kipi cha kuchukua, ni kipi cha kuacha. Kuishi kati ya tamaduni mbili, changamoto za ubaguzi, lakini pia fursa za ubunifu na uthubutu. Unakuwa na uwezo wa kuthubutu vitu na kubuni vitu vipya na kuangalia jinsi gani unaweza kuchukua nusu huku ukachukua nusu huku, ili usiwaumize hawa na usiwapendelee hawa wengine. Kwa hivyo vipengele 6 viko kwenye hii sehemu ya vipengele vya kujitambua kijamii na kiasili. Sehemu ya 4 ya mafundisho haya ni changamoto zinazoathiri kujitambua kijamii na kiasili. Na hapa nitakuletea changamoto chache tu, maana zipo nyingi. Changamoto ya kwanza ni utandawazi. Utandawazi unapunguza thamani ya tamaduni za asili. Tamaduni nyingi za asili zimekosa nguvu kisa utandawazi. Changamoto ya pili ni kupotea kwa lugha za mababu. Lugha za mababu zinaendelea kupotea. Kama lugha nyingi za Aboriginal hapa Australia zilipotea, maana watu walikuwa wanakatazwa kuongea lugha zao, wakaanza kufundishwa Kiingereza na lugha zingine. Afrika pia watu wamepoteza lugha sana, maana mfumo wa elimu ulioletwa ulianza kufundisha lugha za wakoloni. Changamoto ya tatu ni ushawishi wa mitazamo ya kimagharibi, westernization. Mitazamo ya kimagharibi inafanya watu wajisahau. Inafanya watu waanze kuona kwamba asili zao hazifai, zile za watu wengine ndio zinafaa. Matokeo yake watu wanaishi kwenye asili mseto, na sio mseto kivile, ila wanaanza kuheshimu sana vya watu wengine kuliko vya kwao. Hapa ikiwemo hata sherehe nyingi zinazofanyika haziendani na asili ya watu, bali zinaendana na westernization, western influence. Hiyo inaitwa mitazamo ya kimagharibi. Changamoto ya 4 ni ubinafsi wa kizazi cha kidijitali. Kizazi hiki cha kidijitali kimekuwa na ubinafsi mwingi, yaani mtu anapoteza, anachukua muda wake wote kwenye mitandao. Hata hana uwezo wa kuangalia asili inasemaje, jinsi ya kuhusiana na watu wengine, jinsi ya kuuliza hata historia ya mababu. Yaani yeye anapoteza muda wote kuuliza AI, kuuliza Google. Hao ndio wanampa sasa mwelekeo wa historia yake. Wakati wazazi wako pale, mababu wako pale, hana muda nao. Hana muda na akina shangazi na akina mjomba, hana. Hiyo ni changamoto nyingine inayoathiri kujitambua kwenye eneo la kijamii na kiasili. Sababu ya 5 ni kupungua kwa mshikamano wa kijamii. Ule mshikamano wa kijamii umeisha kwa sababu watu wanaanza kuishi sehemu tofauti tofauti. Ulimwengu umekuwa global village kiasi kwamba watu hawaishi tena jinsi walivyo kwenye ukoo. Watu wanaanza kuishi kila mtu kivyake. Matokeo yake ule mshikamano unapungua. Sherehe za kiasili hamna. Watu wanapewa majina yasiyokuwa ya asili, kiasi kwamba wakati mwingine inakuwa vigumu kumtambua huyu ni wa asili gani. Maana mtu anaitwa Joseph Alex, mtu anaitwa Alex Jonathan. Inakuwa vigumu kuelewa huyu ni wa asili gani. Yale majina ya Mamboleo, Wekesa, Wanyonyi, Mseswa, Ebuela, Emeka, Nyoni, hayo majina hayapo kwa watu wengi kwa sasa, na hata yakiwepo yanawekwa tu kwenye vitabu, hata hayaongelewi. Huyu mtu ana jina lingine kabisa, Felicia, Jonathan, Joseph, Aaron. Majina ya asili hayapo. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto kujua huyu mtu na jinsi unaweza kushikamana naye kwenye mambo ya kijamii. Mshikamano wa kijamii umepungua kiasi kikubwa, na huu pia unaathiri ule mchakato wa kujitambua kiasili na kijamii. Sehemu ya 5 kwenye mafundisho haya ni njia zinazoimarisha
kujitambua kijamii na kiasili. Katika hizo njia tunaangazia kwanza kijamii. Kijamii tunaangazia njia 5. Njia ya kwanza hadi ya 5 ninataja kwa haraka ni kwamba kushiriki katika shughuli za kijamii, kujenga mahusiano yenye maana, kuelewa majukumu yako ya kijamii, kusikiliza mitazamo ya watu tofauti na kutafakari nafasi yako katika jamii. Hizi ni njia zitakazoimarisha wewe kujitambua kijamii. Njia za kukusaidia kujitambua kiasili ni hizi: kujifunza historia ya familia na kabila yako, kushiriki mila, sherehe na ibada, kuongea na wazee au walinzi wa maarifa, knowledge custodians. Uwe na mazoea ya kuongea na wazee ili uweze kujua asili yako vizuri, uweze kujua historia yako kwa upana mkubwa. Njia ya 4 ni kutumia lugha ya asili. Jifunze lugha ya asili, usiishie kuongea Kiingereza na Kifaransa. Jifunze lugha ya asili, maana kwenye lugha kumefichwa maarifa mengi. Njia ya 5 ni kutafakari uhusiano na ardhi na mababu. Uwe na uhusiano na ardhi na mababu. Kumbuka, miili ya mababu zako imezikwa kwenye ardhi. Lazima uwe na heshima na ardhi, maana hata wewe pia utakapofariki utazikwa ardhini. Ukishafanya hivyo, unaanza kujitengenezea uwezo wa kujitambua kijamii na kiasili. Tunapofika mwisho wa mada hii, nataka nikukumbushe kwamba kujitambua kijamii na kiasili ni zaidi ya kujua jina la kabila lako. Ni safari ya kuelewa mizizi yako, historia yako na nafasi yako katika mnyororo wa vizazi. Kujitambua kijamii na kiasili ni kujua kwamba wewe ni kiungo muhimu, unayetoka kwa mababu, unayeishi leo na unayeandaa njia ya vizazi vijavyo. Ukijitambua unajenga jamii. Ukijua mizizi yako unajenga mustakabali wako, yaani njia ambayo itakutambulisha wewe ni nani. Wewe sio Alex Jonathan. Wewe lazima ujulikane kwa jina la asili ambalo litakutambulisha na litakuunganisha na mababu, ili utakapotaka kusaidiwa na mababu wakusaidie kupitia ule mustakabali unaoelekeana na asili yako. Kumbuka, msaada wako uko kwenye damu, hauko kwenye dini. Unapata msaada kadri unavyoenzi wazazi, wazazi na wazazi na wazazi. Inaenda hivyo. Heshima hiyo ya Kiafrika inakupa utu, na ule utu wako unakupa nguvu ya kusimama. Na unapojua lugha, unaelewa zaidi chanzo chako na wapi unatoka, uko wapi na unaelekea wapi. Kama umejifunza kitu leo, bonyeza hiyo like, bonyeza subscribe na ushare video zetu. Hadi Jumamosi ijayo, jina langu Majaliwa Machinda Itungano ya Babuchi. Karibu tuendelee kujitambua. Asante.